Watu watatu wa familia moja ambao ni mama na watoto wake wawili wamefariki dunia wilayani Babati mkoani Manyara katika hali ya kutatanisha. Na Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba ameipongeza timu ya Singida Black Stars kwa kuzima ndoto za Simba na kuiondoa kwenye kombe la FA. Na mtazamaji, habari ya asubuhi, karibu sana katika asubuhi njema ya Channel 10, na hii ni taarifa ya habari ya asubuhi njema. Leo ni Alhamisi ya tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mimi naitwa Emily Lazarus, karibu sana. Watu watatu wa familia moja ambao ni mama na watoto wake wawili wamefariki dunia wilayani Babati mkoani Manyara katika hali ya kutatanisha. Watu hao waliofariki dunia ni mtoto Salim Yasin, Asba Yasin pamoja na mama yao aliyejulikana kwa jina la Shemshea, kwa mujibu wa polisi. Katika matibabu ya watoto hawa, vipimo vilionyesha kwamba walikuwa na shida ya ini, ambako zile ndo sababu kubwa na chanzo ambacho kilipelekea watoto hawa kufariki. Lakini kwa upande mwingine pia tarehe 2 tuliweza kumpokea mama yao alitokea nyumbani akiwa na dalili kama hizo ambazo watoto walikuwa nazo. Lakini katika matibabu naye mama tulimpoteza tarehe 3 mida ya saa 9 mchana akiwa katika matibabu ya wodini. Kwa hiyo tumeshinda kujua haswa sababu ya changamoto hii, lakini kwa sababu uchunguzi wa kitabibu unaendelea na pamoja na uchunguzi kutoka kwa sampuli zilizochukuliwa, basi tunaweza tukapata majibu kutoka huko. Ila kwa sababu polisi linathibitisha tukio hilo, lakini wanatoa angalizo kwa jamii juu ya matukio ya vifo vyenye utata, kwa jamii kuchukua hatua kabla ya kutoa taarifa polisi. Sisi kama polisi tulipata taarifa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu jioni kwamba kuna vifo vitatu vimetokea vya kutatanisha. Maisha ya mtu maisha ya mtu kupotea ni jambo zito sana. Kwa hivyo kinapotokea kifo na kikawa kina mashaka, ndugu na jamaa nao wanazungumzia tukio hilo. Hili tukio ni tukio kubwa sana ambalo limegusa mioyo ya watu wengi na limetishia maeneo mengi kwamba ni tukio la hatari. Zaidi wa kubaini kiini cha vifo hivyo bado unaendelea. Kutoka katika wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Naam, Katibu wa Halmashauri Kuu NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makala amesema CCM itaendelea kutimiza wajibu wake wa kuwahudumia wakazi wa mkoa wa Manyara katika sekta ya afya, kilimo, mifugo na zingine ili kuendelea kuinua uchumi wa mkoa huo. Siku ya kwanza ya ziara ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi CCM sambamba na kuangazia uhai wa chama na kusikiliza kero za wananchi, hii imekuwa ni kawaida ya mwanasiasa huyu nguli wa CCM. Awamu hii ni katika mji wa Babati mkoa wa Manyara, ambapo anazungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara akielezea sera za CCM juu ya kuwatumikia wananchi. CPA Amos Makala amewahakikishia wananchi na wanachama wa CCM kuwa Chama cha Mapinduzi kinaendelea kusimamia misingi iliyojiwekea ya kuwajali wananchi na kuwasikiliza kero zao pamoja na kuzitatua. Mwaka jana tulikuja hapa na katibu mkuu kuja kuwaomba kwamba mwezi wa 10 mwaka jana kutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji. Tulikuja kuwaeleza umuhimu wa kuchagua gombea wa Chama cha Mapinduzi. Tulikuja kuwaambia kwamba ngazi muhimu ya wananchi inaanzia na viongozi wa vijiji, vitongoji. Watafanya kazi na madiwani, watafanya kazi na wabunge, watafanya kazi na Mheshimiwa Rais. Nasimama hapa kwa heshima kubwa kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kuwaletea shukrani zetu. Tunawashukuru wana Manyara kwa kukipa ushindi Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji. CCM ikapata ushindi wa kishindo wa 98%. Asanteni sana.
Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeingia mkataba na mkandarasi kampuni ya Samota Limited kujenga mradi wa skimu ya umwagiliaji Mwamapuli katika kijiji cha Mwanzugi wilayani Igunga. Mradi unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 26.9 ambao utajengwa kwa zaidi ya siku 720. Ni katika hafla fupi ya kutia saini mkataba kati ya Tume ya Umwagiliaji na mkandarasi kampuni ya Samota ambayo imeshuhudiwa na viongozi mbalimbali wa serikali wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Tabora. Eneo la umwagiliaji kutoka hekta 630 zinazolimwa sasa kufikia hekta 2397 ili kuwanufaisha wakulima zaidi ya 2470. Tunashukuru kwa serikali yetu kutuamini sisi wazao wa ndani kwa kutupa mradi huu wa bilioni 26.9. Tunaahidi mkuu wa mkoa mbele ya mkutano huu wa hadhara hatutokuangusha, tutaufanya kazi yetu kwa weledi. Wakulima ndio wanategemea kipato chao pale kwa sababu watalima muda wote. Lakini la kusisitiza ni kwamba wakulima hawa basi kwa yale maeneo ambayo watakuwa wanafanyiwa kazi kwa mwaka huo basi wapewe taarifa ili waweze kujiandaa mapema kupisha. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amemtaka mkandarasi kampuni ya Samota kutekeleza mradi huo wa skimu ya umwagiliaji kwa muda uliosainiwa kwenye mkataba. Ametuambia atamaliza mradi huu kwa wakati. Amepewa miezi 24, sio? Siku kama 700 na ngapi. Tunaamini ikiwezekana anaweza akamaliza hata kabla ya wakati huo. Katika hatua nyingine, akawanyoshia kidole wananchi wa kijiji cha Choma cha Kola wilayani Igunga ambao wamepinga eneo lao kujengwa skimu ya umwagiliaji katika mpango mkakati wa serikali kuboresha sekta ya kilimo cha umwagiliaji. Wenzenu wamekataa, wamesema lile eneo ni la matambiko. Kwa ni mambo mawili, mchague ufanyie uganga huo matambiko nyumbani kwako ama mradi tupeleke eneo lingine. Basi hatuwezi kwenda kugombana na watu wazima wenye akili wanaojua kwamba matambiko ni bora kuliko mradi wa umwagiliaji. Kisha hakusita kuzungumzia mradi wa kilimo cha miwa katika bonde la Wembere wilayani Igunga ambao pia wapo baadhi ya wananchi wameandika barua kupinga mradi huo. Eneo hili huwa tunalimalima mpunga. Kwa hiyo hatutaki mradi mwingine. Ambaye hataki mradi ule wa miwa yeye atoke pale. Sisi tutaweka mradi wa miwa pale. Na tutawajengea wananchi wetu katikati ya Igunga na Uyui kiwanda kikubwa cha sukari. Yeye ambaye hataki yeye atoke. Eneo la serikali wala sio la kwake. Basi. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Naam, Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro amewataka mawakili wa serikali na wataalamu wa sheria kuhakikisha wanachukua hatua madhubuti katika kuboresha utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, akisema ni hatua muhimu katika kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Akizungumza jijini Arusha wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 3 kwa mawakili wa serikali zaidi ya 600, Dr. Ndumbaro amesema utatuzi wa migogoro nje ya mahakama unaweza kuongeza tija ya kiuchumi kwa taifa. Hilo la kwetu sisi wataalamu ambao tuko hapa. Tutafakari, tulifanyie kazi na tuone kwa namna gani kituo cha utatuzi wa migogoro wa kitaifa na kimataifa kinaweza kikawa ni suluhu. Waziri huyo pia ameeleza umuhimu wa kuimarishwa kwa mabaraza ya kata ambayo yaliundwa chini ya sheria ya mwaka 1985 na kusisitiza kuwa yakiboreshwa yanaweza kuwa sehemu ya suluhisho la migogoro mingi ya wananchi kabla haijafika mahakamani. Mwanasheria mkuu wa serikali na mawakili wote wa serikali, tunafanya nini katika kuboresha mabaraza ya kata? Tunayaacha kama yalivyo au tunaangalia kwa jicho la kipekee? Na kama tunaangalia kwa jicho la kipekee, tunafanya mabadiliko gani? Upande wake wakili mkuu wa serikali Dr. Ali Posi amesema mafunzo haya yamelenga kuwaandaa mawakili wa serikali kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia huku wakizingatia mizania ya maisha na mchango wao katika maendeleo ya taifa. Katika mazingira ya sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo wote tunafahamu sheria zinabadilika kwa kasi, changamoto za kiutawala na kidunia zinaongezeka na mahitaji ya huduma bora za kisheria yanaendelea kukua, ni wajibu wetu kama mawakili wa serikali
na wasimamizi wa sheria kuhakikisha kuwa mawakili wa serikali wanakuwa tayari kukabiliana na hali hizi kwa maarifa, weledi, uadilifu na kuendana na wakati wa sasa. Tunafurahi kuona kwamba wakati bunge hili la 12 linapoelekea ukingoni, mmechukua hatua muhimu ambazo kwa sehemu zimejadiliwa pia kwenye kamati yetu ya utawala, katiba na sheria, lakini pia tumejadili bungeni changamoto ambazo tunakutana nazo kama taifa pale ambapo tunatakiwa kusimamia mashauri ya madai na mashauri ya usuluhishi ndani na nje ya nchi. Katika hatua nyingine, semina hiyo imeambatana na uzinduzi wa mfumo wa usimamizi wa mashauri, tovuti mpya ya ofisi ya wakili mkuu wa serikali, pamoja na maktaba ya mtandaoni, vitendea kazi vitakavyowezesha rejea ya haraka kwa mawakili na kuongeza ufanisi kazini. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naam, kamati ya kitaifa ya usimamizi wa uandaaji wa mpango kazi wa kitaifa wa haki za binadamu na biashara imepitia mpango huo, lengo likiwa ni kuhakikisha kila mfanyakazi na mtumishi katika sekta mbalimbali mikataba yao inazingatia haki za binadamu. Timu hiyo ya wataalamu imekamilisha mchakato wa kuandaa mpango kazi huo mara baada ya kuunganisha mapendekezo yote yaliyotolewa na kamati ya kitaifa kwenye kikao chake cha 4 pamoja na mapendekezo kutoka kwa wadau mbalimbali zikiwemo wizara, taasisi za serikali na asasi za kiraia. Mzee Ali Haji ni naibu katibu mkuu ofisi ya Rais, Katiba na Sheria Zanzibar na ndiye makamu mwenyekiti wa kamati hiyo, anaeleza mpango huo. Leo tulikuwa tumekutana hapa kamati hiyo niliyoitaja kwa ajili ya kupitia ule mpango wa kitaifa wa haki za binadamu na biashara. Takriban tumeshakaa vikao kama 5 na hii leo tulikuwa tunahitimisha, kwa maana tunahitimisha huo mpango kazi wa kitaifa wa haki za binadamu na biashara ambao umegusa maeneo mbalimbali. Umegusa maeneo ya utalii na uchumi wa bluu, umegusa maeneo ya viwanda, umegusa maeneo ya biashara, umegusa maeneo ya madini na mambo mengine. Lakini yote ni kuhakikisha kwamba katika utekelezaji wa majukumu ya maeneo hayo haki za binadamu zinazingatiwa. Baada ya kufufua mpango huo, akazungumzia upande wa Zanzibar hasa katika uchumi wa buluu. Ukiangalia sasa hivi uchumi wa Zanzibar, slogan kubwa imebebwa katika uchumi wa bluu. Kwa hiyo uchumi wa bluu maana yake tunaiangalia bahari inasaidia vipi uchumi wa Zanzibar, tuweze kuitumia bahari ipasavyo. Ukiangalia kuna uvuvi, kuna utalii, kuna mwani na mambo mengine yanahusiana na bahari. Je, tunaweza tukaitumia vipi bahari? Hivi sasa ukiangalia Mheshimiwa Rais amejitahidi sana katika kuwachukua wavuvi, katika kuwapatia zana na kuhakikisha kwamba wanavua uvuvi wenye tija, lakini pia kuhakikisha kwamba pana masoko ambayo yanaweza kusaidia zile bidhaa wanazotoa ili zipate soko kubwa zaidi. Esther Mtebe, Channel 10. Wafanyabiashara wa soko la Nyankumbu Manispaa Geita mkoani Geita wameiomba serikali kuwachukulia hatua kali baadhi ya watu wanaopuuzia swala la utunzaji na usafishaji wa mazingira katika eneo hilo kwa kuwa ni hatari kwa usalama wa afya za watu kutokana na uwepo wa mwingiliano mkubwa. Wametoa kilio hicho wakati wa zoezi la usafi wa mazingira katika soko hilo ambao umeongozwa na mgodi wa GGML kwa kushirikiana na idara ya mazingira ya Manispaa ya Geita, ikiwa ni kuelekea kilele cha siku ya mazingira duniani. Uongozi wa soko haujaweka sheria kumkamata mtu na kumwadhibisha. Waga anakuja afisa mazingira wa serikali, ndio tunashirikiana nao, au serikali ya mitaa kufanya usafi. Soko likizidi sana kidogo na uchafu. Kuna wengine wana nia ya kufanya usafi lakini wengine hawana nia. Wachafu wanaweka hapo, wanaendelea kufanya biashara zao. Kwa hiyo nilikuwa naomba mgambo wanaosimamia soko hili waweke moyo na kujitahidi kuhakikisha kila siku wanazungukia soko zima. Hapo tunaweza tukafanikisha soko likawa safi. Akizungumza kwa niaba ya mgodi wa GGML, Elibariki Jambau kutoka idara ya mahusiano amesema katika kampeni hiyo ya usafishaji mazingira, mgodi huo umetoa vifaa vya usafi wa mazingira ikiwemo vya kukusanyia na kuhifadhi taka na kutoa elimu kwa makundi mbalimbali katika jamii. Kwa hiyo tumeweza kudonate mafiekeo, tumeweza kudonate mafagio, tumedonate matoroli 3
tumedonate reki. Hizi zote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba tunashiriki katika kutoa uchafu na kuhakikisha mazingira ya soko la Nyankumbu yanakuwa safi. Ukiangalia sheria ya utunzaji na utupaji taka inaelekeza kwamba lazima utenganishe takataka. Ukifanya hivyo unakuwa umefanya hatua ya kwanza ya kuhakikisha kwamba takataka za plastiki hazirudi kwenye mazingira. Kwa sasa hivi tuna mdau ambao anaitwa Jini Investment ambao unafanya kazi ya kutoa taka kila siku. Kwa hiyo soko letu la Nyankumbu kila siku asubuhi gari linakuja hapa linachukua taka na kupeleka dampo. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Dodoma umeanza kutekeleza mkakati wa mawasiliano wa nishati safi ya kupikia kwa kushirikiana na kampuni ya gesi ya kupikia unaolenga kutoa elimu kuhusu matumizi ya nishati hiyo kwa wananchi hasa wa vijijini kupitia kampeni ya kugawa mitungi ya gesi kwenye wilaya zote 7 za mkoa huo ili kuongeza mwitikio wa matumizi ya nishati hiyo ambao kwa sasa upo chini ikilinganishwa na maeneo ya mijini. Mkakati huo wa mawasiliano uliozinduliwa hivi karibuni na naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 180 katika kuutekeleza, unalenga kuongeza idadi ya watumiaji wa nishati safi kutoka 16% hadi 80% ifikapo 2034. Ili kufikia malengo hayo, kampuni ya Puma Energy Tanzania kupitia bidhaa yake ya Puma Gesi imetoa mitungi kwa wilaya zote 7 za mkoa wa Dodoma ambayo itatumika kutoa elimu kwa wananchi hasa wa vijijini. Ni kuhakikisha tunaongea na kuhamasisha juu ya matumizi ya nishati safi ambayo Mheshimiwa Rais mwenyewe ameiasisi katika nchi yetu ya Tanzania, lakini amepewa kuwa champion wa Afrika. Sasa nishukuru Puma Gas kwa sababu mmeifanya ajenda hiyo sasa imepata nguvu kubwa siku ya leo, pamoja na kuhamasisha juu ya nishati safi, lakini pia tutagawa mitungi ya gesi. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mauzo ya nishati safi kutoka kampuni ya Puma Energy Tanzania Jeff Nasa amesema bado jitihada za wadau hasa wasambazaji wa nishati safi ya kupikia zinahitajika zaidi ili kuongeza watumiaji wa nishati hiyo. Sisi Puma tumejizatiti na tumekuwa ni washiriki, ingawaje sisi ni wageni kidogo compare na wenzetu ambao walitangulia hapo nyuma, na tumejizatiti kushikamana na serikali, kushirikiana na wenzetu ambao tayari wametangulia katika kuhakikisha kwamba bidhaa hii inamfikia kila mwananchi. Kwa lengo pia la kuwahamasisha kutumia nishati safi, kuondokana na matumizi ya nishati chafu ambayo inaharibu mazingira na pia inachangia katika kuleta mabadiliko hasi ya tabia nchi. Kwa mujibu wa takwimu za kidunia ni kuwa watu bilioni 2.1 sawa na 24.7% ya watu wote duniani hawana nishati safi ya kupikia, ambapo kati yao watu milioni 990 sawa na 47.1% ya wanaotumia nishati isiyo salama wanatoka bara la Afrika. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Naam, katika kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani Juni 5 mwaka huu, wakazi wa kata ya Kifanya halmashauri ya mji Njombe wameendelea kunufaika na jitihada za serikali katika kulinda na kuhifadhi mazingira kupitia kilimo cha miti ya misitu. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali imeanzisha kampeni ya kitaifa ya utunzaji wa mazingira, ambapo katika kata ya Kifanya, halmashauri ya mji Njombe, wakazi wanasema wameanza kuona manufaa ya juhudi hizo kupitia kilimo cha miti. Kwanza faida ya kwanza kupanda miti ni kupata mvua nyingi kwa wakati. Kiendelea kuharibu labda kwa kukata miti ovyo, inatuletea athari ya kutokuwa na kilimo sahihi. Mashirika haya ambayo sio ya kiserikali kushirikiana na serikali yana mchango mkubwa sana kwenye maendeleo hasa ukanda wetu. Wakulima wananufaika moja kwa moja nikihusisha na ajira kwa vijana. Hata uhakika wa mvua kwa muda mrefu huko. Taasisi mbalimbali zimekuwa mstari wa mbele kutoa elimu juu ya matumizi ya mbegu bora za miti na njia sahihi za kilimo cha misitu. Tumekuwa tukiwasaidia wakulima kwa kuwapatia miche ambayo ni bora, lakini pia na kuwapatia huduma ambazo ni bora. Huduma hizo na miche hiyo inaongeza thamani kwenye mashamba yao. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ambayo tumefika na tumeshafanya upataji miti. Eneo moja wapo ni mkoa wa Rukwa. Mwaka juzi tulikuwa huko na tulipanda hekta zaidi ya 250. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamesema ipo haja kwa serikali kuchukua hatua kali dhidi ya wale wanaosababisha uharibifu wa mazingira kwa njia ya kuwasha moto kiholela. Kwa mfano, tukipata vya kusaidia uzima moto, kwa mfano halmashauri katenga kila kijiji uweza kununua vifaa vya uzimia moto vya milioni 5 au milioni 6 hata 10 tuseme,
inaweza kuokoa hela nyingi. Kauli mbiu ya mwaka huu ya siku ya mazingira duniani ni mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Kutoka katika moja ya mashamba yaliyopo kata ya Kifanya katika halmashauri ya mji Njombe mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Na mtazamaji, na katika michezo, waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba amepongeza timu ya Singida Black Stars kwa kuzima ndoto za mnyama Simba na kuiondoa kwenye kombe la FA baada ya kukubali kipigo cha goli 3-1, huku akitaka bunge litoe pongezi kwa timu hiyo ya Singida. Waziri huyo wa fedha ametoa pongezi hizo bungeni jijini Dodoma wakati akihitimisha hotuba yake ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2025-26 na kusema kuwa ushindi huo ni wa kihistoria, huku akijitetea kuwa hakuwatuma Singida Black Stars kuadhibu mnyama kiasi hicho. Na Mheshimiwa Spika, nikiwa namalizia, kipekee kabisa kwa kihistoria kabisa niwapongeze timu ya Singida kwa kuwafunga Simba liingie kwenye Hansard. Goli 3-1 ni ushindi mkubwa sana, mambo yaliyotokea kule Babati. Na nimemuomba radhi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sikuwatuma, mimi nilikuwa kwenye majukumu aliyonituma, kwa hiyo hayo walifanya tu wenyewe. Na wamefuzu kucheza fainali. Hiyo ni hatua kubwa, na Mheshimiwa Kingu pamoja na wabunge wa Singida wanakusubiri Mheshimiwa Spika upongeze kama unavyofanyaga kwa timu zingine. Akijibu hoja hiyo, spika wa bunge amesema kiti chake kinapongeza timu ambazo zinapiga hatua na sio kupongeza timu inayofunga timu fulani, kwa sababu bunge hilo ni la wananchi wote. Ili kumbukumbu za Mheshimiwa Waziri zikae sawa, huwa sipongezi kila timu inayoshinda timu nyingine. Huwa napongeza timu iliyopiga hatua fulani, kama ni hapa nchini au nje ya nchi. Na ndio maana hamjawahi kunisikia hapa nikiipongeza Mbeya City kwa kuifunga Stand United. Kwa hiyo sipongezi kwa magoli, napongeza kwa hatua, kwa sababu bunge hili ni bunge la wananchi, sio bunge kwa ajili ya ushabiki wa mpira, na kiti cha spika lazima pia kiwe na sura hiyo, sio sura ya kuegamia upande wowote wa timu. Kama ambavyo timu yoyote ambayo itashinda ligi kuu itapongezwa hapa ndani na kiti cha spika. Itakumbukwa kuwa hii ni kwa mara ya kwanza Singida Black Stars kumwadhibu mnyama tangu ipande daraja. Leonard Mwacha, Channel 10. Mtazamaji, taarifa ya Leonard Mwacha hiyo ya kimichezo inahitimisha taarifa hii ya habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10. Mimi naitwa Emily Lazarus.